Kila kona ya Afrika inajadili juu ya michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu kwa msimu huu wa 24-25. Tanzania, Afrika Mashariki inajadili michuano hiyo, lakini kubwa zaidi ndani ya taifa hili inajadiliwa klabu ya Simba ambayo imeweka rekodi yake yenyewe ya kufika nusu fainali ya kwanza ya michuano hii ya kombe la shirikisho Afrika. Unaweza ukashangaa kuambiwa ni nusu fainali ya kwanza, ukafikiria labda ni mchekea. Hapana. Simba ni miongoni mwa klabu iliyojitambulisha Afrika nzima kama ni klabu bora, na ndio maana tunapozungumza hapa inashika nafasi ya 4 kwa bora barani Afrika kwenye msimu wa mwaka 2025-2026. Yes, maana yake so far tunapozungumza kabla msimu huu kumalizika, kwenye ile live standing Simba wapo katika nafasi ya 4. Hilo tutakuja kujadili wakati mwingine, lakini kwa sasa tunakwenda kuangalia wapinzani wao ambao wanatarajiwa kukutana nao. Simba wameondosha Al Masry kwenye aggregate ya mabao 2-2, lakini kwenye mikwaju ya penalty Simba alishinda mikwaju ya penalty 4-1. Ikumbukwe mara ya mwisho kwa Simba kushiriki michuano hii ya kombe la shirikisho walitolewa dhidi ya Orlando Pirates ya Afrika Kusini msimu mwaka 2021-2022, tena kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Mara hii wamefanikiwa kuipata furaha na kwenda hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya nusu fainali. Picha kubwa ya Watanzania wengi kichwani ilikuwa ni Simba dhidi ya Zamalek katika hatua ya nusu fainali, lakini mambo yamekwenda tofauti. Stellenbosch kutoka Afrika Kusini ndio ambao wamefanikiwa kuingia hatua ya nusu fainali, kwa maana kwenda kukutana na Simba, na hawa wamesurprise Afrika baada ya kumtoa Zamalek. Kumbukwe Zamalek ni klabu ya pili kwa mafanikio kwenye michuano hii ya kimataifa ya CAF ukiacha Al Ahly, na wametolewa na Stellenbosch ambao ndio msimu wao wa kwanza huu wanashiriki michuano hii mpaka wanafika katika hatua hizi. Sasa basi, hawa Stellenbosch ni timu ya namna gani? Wasifu wake upo vipi? Tumewahi kuzungumzia juu ya timu hii siku nyingi zilizopita wakati tunalianzisha jukwaa hili, lakini leo tunakwenda kuangalia tena juu ya Stellenbosch. Ni timu ya namna gani? Ni timu yenye mazingira gani? Twende tukaangalie juu ya miamba hii kutoka Afrika Kusini. Stellenbosch hii ni timu ya soka kutoka Afrika Kusini ambao ndo wapinzani wa Simba, na ikumbukwe michezo ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika itapigwa Aprili 20 na marejeano yatakuwa Aprili 27. Simba ataanza nyumbani, yaani mchezo wa kwanza utakuwa Simba dhidi ya Stellen, na mechi ya pili itakuwa Stellen dhidi ya Simba. Yes, kwa hiyo ili liwe kichwani, ujue kwamba Simba ataanzia nyumbani, atakwenda kumalizia ugenini kwa maana ya Afrika Kusini. Kwa hiyo hii ndio ratiba ya mnyama dhidi ya wapinzani wao Stellenbosch. Sasa Stellenbosch hii ni timu inayotokea kusini mwa Afrika Kusini, inatokea katika manispaa ya Stellenbosch. Hii ni manispaa ambayo inapatikana West Cape. West Cape hilo ni jimbo ambalo linapatikana kule Afrika Kusini, na West Cape kuna watu wanaita Stellenbosch ni timu ya Cape Town. Hawapo mbali na ukweli, lakini kimsingi West Cape na Cape Town ni ile miji ambayo inaingiliana kwa namna moja au nyingine, kwa sababu watu wenyewe ndo wa jamii hizo. Kwa hiyo hata wale ambao wanasema Stellenbosch inatokea Cape Town hawako mbali na ukweli. Yaani kama mazingira ya mkoa wa Pwani na mkoa wa Dar es Salaam, katika mazingira ya Kibaha, sijui mazingira ya Mkuranga, yanaingiliana kabisa. Kwa hiyo Stellenbosch wanatokea West Cape katika manispaa ya Stellenbosch. Mpaka leo tunaiona kufikia hapa kwenye hatua ya nusu fainali, sio kwa bahati mbaya. Hii timu nyuma yake kuna tycoon, tajiri mkubwa katika taifa la Afrika Kusini, na huyu ni tajiri ambaye kuna baadhi ya miaka anashika nambari 1, nambari 2, nambari 3, 4 mpaka 5 inatokea. Huyu anaitwa
anaitwa John Rupertz. Sasa hii timu huyu kwa jina rahisi huwa anafahamika kama Rupertz family, yani familia ya Rupertz ndio wamiliki wa hii timu ya Stellenbosch. Sasa hawa Rupertz family walianzisha hii timu mahususi kwa ajili ya kunyanyua vipaji kama jukwaa la watu wa Cape Town na maeneo hayo yote ambayo nimeyazungumzia ambayo yanapakana na Cape Town, ili waweze kuonesha talanta zao. Na ndio maana kikosi hiki cha Stellenbosch 50% ya nyota wake wamezaliwa au wametokea Cape Town. Yani ni watu ambao wanatokea Cape Town ndio wanacheza kwenye timu hii ya Stellenbosch. Kuna sajili nyota wengine kutoka ndani ya Afrika Kusini na nje ya mipaka ya Afrika Kusini, lakini asilimia kubwa ya nyota wao wanatokea pale Cape Town. Sasa basi, Cape Town ni mji mkubwa, of course una talents nyingi. Kwa hiyo wanapewa platform ya kuonekana hapa, na wengine wanauzwa katika maeneo mbalimbali. Na hawa wana academy yao ambayo inapika hawa wachezaji, inaandaa wachezaji, baadaye wanawapromote kwenda katika senior team hii ya Stellenbosch, alafu baadaye wanakuja kuwauza katika maeneo mengine mbalimbali. Sasa tukiachana na hili swala la umiliki wa hii timu, Stellenbosch ni timu ambayo tangu imepanda daraja imekuwa ni timu ya daraja la kati katika kandanda ya Afrika Kusini. Licha kwamba wana bilionea mkubwa nyuma yake, lakini ameiacha timu ijiendeshe yenyewe kwenye mazingira ya kugroom talent, kupandisha vipaji. Yani hajataka kuwekeza fedha nyingi za kusajili wachezaji kuingia Afrika, kwenda maeneo ya nje ya Afrika kama ambavyo anafanya Mamelodi Sundowns. Yeye hajafanya hivyo. Ameipa timu kila kitu, alafu akaiacha timu ijiendeshe yenyewe kwa kuchukua zile talents za pale kwenye jimbo lao pamoja na Cape Town, ili waweze kuonesha na kupata ajira na kwenda maeneo mengine itakapotokea wanakwenda huko. Msimu uliopita wa 2023-24 walimaliza katika nafasi ya 3 katika ligi kuu ya Afrika Kusini, nyuma ya Mamelodi ambao ndo walikuwa namba 1, namba 2 walikuwa Orlando Pirates, namba 3 walikuwa Stellenbosch, namba 4 walikuwa Sekhukhune United. Kwa hivyo Stellenbosch huu ndo msimu wao bora zaidi kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini. Baada ya hapo ndo akapata ticket ya kushiriki michuano ya kombe la shirikisho Afrika. Ndio hawa hapa. Katika njia zao walizopita, walikutana na klabu ya Vita Club katika hatua za awali na waliondosha Vita Club. Kwa hiyo surprise ya kwanza ilianzia pale. Ingawaje kwa watu ambao wanaifuatilia ligi ya Kongo sio surprise kubwa sana, kwa sababu Vita Club ni timu ambayo imepungua makali yake kwa kiwango kikubwa mno. Kwa hivyo Stellenbosch walifanikiwa kuiondosha Vita Club katika hatua za awali, wakaingia katika group stage. Baada ya kuingia group stage, wakapangwa katika kundi moja lenye RS Berkane ya Morocco. Walikuwa na Berkane ya Morocco, walikuwa wao Stellenbosch walikuwa na Stade Malien ya Mali, walikuwa na Lundasul ya Angola. Kwa hiyo timu ni hizi 4. Kwenye timu 4 hizi ni RS Berkane na Stellenbosch ndio ambao walikwenda katika hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya robo finali. Stade Malien pamoja na Lundasul wao waliumaliza mwendo katika hatua hii. Lakini Stellenbosch katika hatua ya makundi alishinda mechi 3, akapoteza mechi 3. Kwa hiyo alifuzu akiwa na alama 9 kwenda katika hatua inayofuata. Na hapa ilionekana, of course, kwa nature hili kundi kwa wao kwenda hatua ya robo finali haikuwa story kubwa sana, kwa sababu ya Lundasul ni timu ya daraja la kawaida sana kwenye hii michuano ya CAF. Stade Malien ni timu nzuri, lakini nyota wake wengi wamekuwa wakiuza. Yani Stade Malien inapika nyota alafu inawauza
kwa namba kubwa. Kwa hiyo hata performance yake kwenye michuano ya kimataifa haiwi ya kutisha sana. Ni hapa wanaweza akaenda labda akacheza quarter final, shughuli huwa inaishia hapo kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo hapa haikuwa surprise kubwa sana. Surprise kubwa ilikuwa ni siku ambayo wamecheza na Zamalek, kwa maana ya usiku wa leo walivyocheza na club Zamalek na kuwaondosha katika michuano. Hii ni surprise kubwa kweli kweli. Zamalek ni klabu kubwa Afrika, miongoni mwa zile klabu zenye hadhi ya nyota 5, lakini wamefanikiwa, lakini Stellenbosch walifanikiwa kuondosha Zamalek. Kuitoa Zamalek ni story, lakini ukitrace katika kandanda ya Afrika, kwa wale wapenzi wa kandanda ya Afrika, timu za Misri ndio timu tishio katika Afrika kwenye michuano ya kimataifa, na imekuwa ikiingiza timu nyingi katika hatua inayofuata, katika hatua za juu, kwa maana ya kutoka hatua ya makundi kwenda mbele. Sasa basi, kandanda ya Misri ipo juu na ndio ligi nambari 1 ya Afrika, na klabu nambari 1 kwenye viwango pia wanayo wao. Sasa basi, hawa Misri, taifa ambalo hawapendi kukutana nalo ni Afrika Kusini. Timu za Afrika Kusini zinawasumbua kweli kweli, licha ya ubora wao wote katika miaka yote ambao wako nayo. Na hii sio tu kwenye klabu, hata kwenye national team. Tutakumbuka Misri waliandaa AFCON, ilikuwa mwaka 2016. 2016 walicheza na, ilikuwa kwao, yani 2019 kumradhi. Waliandaa AFCON 2019 wakiwa nyumbani. Mashabiki walikuwa wakijaa katika mechi zao, watu wengi wakiamini Misri kwa kawaida huwa anafanya vizuri anapoandaa AFCON yake nyumbani kwake. Hivyo basi, iliaminika ongeza kufanya kitu. Mechi yao ya hatua ya 16 bora walikutana na South Africa. Na South Africa alishinda goli 1-0 dakika ya 85. Goli la Afrika Kusini linafungwa na Thembinkosi Lochi aka Nyoso, jina la utani. Huyu ni nyota wa Mamelodi Sundowns zamani, Orlando Pirates zamani, lakini wakati huo alikuwa anacheza Orlando, lakini kwa sasa yuko na Wydad Casablanca. Kwa hiyo hii ni kumbukumbu ya timu ya taifa katika michuano mikubwa ya AFCON. Nyumbani kwao Misri walilazwa, nadhani wengi tunaikumbuka hii mechi. Mbali na hapo, mbali na hiyo, ukija katika ngazi ya klabu, mechi nyingine ambazo wa Misri wamezalilishwa, tukitrace back nyuma, tutakumbuka msimu mwaka 2015 ilikuwa ni kombe la shirikisho Afrika, CAF CC. Orlando Pirates, Orlando alimfunga Al Ahly mabao 4-3. Ahli, hii nimeandika tu hivi sikuchanganya, lakini Al Ahly alikuwa nyumbani Cairo, alifungwa mabao 4-3 ndani ya Cairo. Just imagine, Al Ahly unaweza kuifunga goli 4-3, na mara ya mwisho kutoka hili ilikuwa lini? Ananyanyaswa kwa margin ya magoli haya. Huyu ni Orlando Pirates alimfanyia hivyo. Orlando Pirates huyu msimu huu amemfunga Al Ahly nyumbani kwake Cairo goli 2-1. Msimu huu Al Ahly amechezea goli 2-1 nyumbani kwake Cairo. Nadhani wengi tutakuwa tunaikumbuka hii kwa sababu ni ya msimu huu. Ukiachana na hii, mwaka 2016 mwaka 2016 Mamelodi Sundowns wanachukua ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika, wanaifunga Zamalek aggregate ya mabao 3-1. Yes, tutaikumbuka ile Mamelodi Sundowns ya moto ya kina Kigan Dolly, Anton Lafo, kama Biliati, Pesi Tau na kadhalika. Alifungwa Zamalek kama mtoto, alinyanyaswa pale Lucas Moripe Masterpiece Pretoria mabao 3-1 on aggregate. Hii ni reference nyingine, na kama haitoshi, reference nyingine msimu wa mwaka juzi, kombe la shirikisho Afrika, Young Africans walicheza finali dhidi ya USM Alger, lakini katika kucheza finali ile, nyuma yake kwa maana ya nusu finali, waliitoa Marumo Gallants ya Afrika Kusini. Hawa Marumo Gallants na wenyewe katika hatua ya robo finali waliitoa Pyramid ya Misri. Pyramid alitoka sare kule nyumbani kwake ya bao 1-1, akaenda kupigwa Afrika Kusini bao 1-0. Pyramid out kwenye mazingira ya kutokutegemea, kwa sababu Marumo ndio ilikuwa wanarudi kwa mara ya kwanza
kushiriki hii michuano ya kimataifa tangu anaitwa Marumo Gallants, na walifanikiwa kuiondosha Pyramids. Kwa hiyo ukiangalia hizo kesi na kuona msimu huu Stellenbosch wanaifunga klabu Zamalek na kuitupilia mbali katika michuano, haushangai sana kwa hii trendi ya timu za Misri na timu za Afrika Kusini hawapatani. Hata Mamelodi Sundowns amekuwa akinyanyasa Al Ahly. Ahly na ubora wake wote, klabu ambayo anapata nayo tabu ukiachana na Orlando Pirates ni Mamelodi Sundowns. Amewahi kula chuma 5 akiwa nyumbani. Lucas Moripe masterpiece Mamelodi Sundowns anampiga Ahly. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya mechi ambazo tumeziangalia kwa upande wa soka ya Misri na Afrika Kusini, lakini ndani yake kuna darasa kubwa sana. Kwa research ya haraka inaelezwa ni level ya intensity. Yani soka ya Misri na soka ya Afrika Kusini zina challengeana. Soka ya Afrika Kusini ni kasi, soka ya Misri ni kasi na counter attack. Sasa wale wa South Africa wanapocheza na wa Misri almost wamekutana timu zinazoshabihiana, kwa hiyo mechi yake haiwe yenye kutabirika. Usije ukatabiri kirahisi mechi inayohusu timu ya Afrika Kusini na timu ya Misri. Anyways, tukiachana na mazingira hayo, tukaenda katika mazingira ya pili ya Stellenbosch. Hii ni timu ambayo imeuza nyota. Tumesema kwamba wameshawahi kutoa nyota wao wengi, na kuna baadhi ya nyota wameenda Mamelodi Sundowns. Kwa mfano, kuelekea msimu huu waliuza nyota wao wawili kwenda Mamelodi Sundowns. Nyota wa kwanza ni Ikram Reyners. Ikram Reyners, huyu ni mshambuliaji na katika mchezo dhidi ya Esperance alitokea bench akaingia. Ikram Reyners huyu ni mchezaji aliyeandaliwa na Stellenbosch na ameuzwa Mamelodi Sundowns. Mchezaji mwingine ni Jayden Adams. Huyu ni kinda kabisa. Jayden Adams huyu ametoka Stellenbosch msimu huu na ameenda kujiunga na Mamelodi Sundowns na ameingia kwenye kikosi cha kwanza cha Mamelodi Sundowns akizima pale katika dimba la juu. Akicheza chini yake kuna Teboho Mokoena na Marcel Ayende. Yeye anazima pale kwa juu. Kwa hiyo Jayden Adams, Ikram Reyners. Yupo Ashley Dupreez. Ashley Dupreez. Huyu anacheza kwenye kikosi cha Kaizer Chiefs na mwenyewe ni product ya Stellenbosch. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya nyota ambao waliwauza kwa mkwanja mzuri tu ambao uliwafanya wahisi comfortable na wahisi fahari, kwa sababu ndio target ya hii klabu, kutengeneza wachezaji bora na kuwauza. Lakini licha ya hayo, msimu huu baada ya kufanikiwa kutinga katika hatua ya baada ya kufanikiwa kufuzu michuano ya kimataifa, walivyopata ticket ya kushiriki michuano ya CAF kwa ngazi ya shirikisho Afrika, walisajili nyota wenye experience na kimsingi wamewasukuma kwa namna moja au nyingine. Miongoni mwa nyota ambao wamewasajili kwenye timu yao na wamekuwa msaada mkubwa kwenye timu hiyo ni pamoja na Lesiba Nkuu. Huyu Watanzania wengi watakuwa wanamkumbuka. Lesiba Nkuu amesajiliwa na kikosi cha Stellenbosch akitokea Mamelodi Sundowns. Na Mamelodi Sundowns walimchukua msimu wa 2023-24 baada ya timu yake ya Marumo Gallants kushuka daraja. Huyu alikuwa Marumo Gallants na alikuwa kwenye kikosi cha Marumo kilichocheza dhidi ya Young Africans misimu miwili nyuma kwenye kombe la shirikisho Afrika semi-finals. Lesiba Nkuu amekwenda kuongeza nguvu kwenye Stellenbosch, na kama haitoshi, mchezo ambao ameucheza dhidi ya Zamalek usiku wa leo, Lesiba Nkuu alitokea benchi akaingia na kwenda kutengeneza assist ambayo ilizaa bao. Bao limefungwa na Sihle Nduli. Kwa hiyo Lesiba Nkuu ni experience yake imesaidia kwenda kubadilisha hiko ambacho nyota wengi walikuwa wanacheza na hawakufanikiwa kufunga goli, hawakufanikiwa kutengeza assist, lakini yeye alivyoingia akaenda kusaidia timu yake. Kwa hiyo huyu ni miongoni mwa silaha, ametokea Mamelodi Sundowns, wamemleta huku, na hii baada ya kumleta huku, walimleta huku kwa sababu wao walikuwa wamemchukua Jayden Adams kwenye kikosi chao. Kwa hiyo wakaamua kumwacha Lesiba Nkuu ajiunge na Stellenbosch. Kwa hiyo huyu ni wa kwanza. Mwingine ni Brian Onyango. Huyu anaitwa Brian Mandela
Onyango. Huyu ni nyota wa kimataifa wa Kenya kwenye kikosi cha Harambee Stars, lakini ni mlinzi wa kati wa Stellenbosch ambaye ametoka kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns ndio akajiunga na Stellenbosch. Amejiunga mwanzoni mwa msimu huu na walimchukua pia kwa ajili ya michuano hii ya kimataifa kwa experience ambayo aliipata akiwa na Sundowns inaweza kawasaidia na wao. Kwa hiyo Brian Onyango Mandela na yeye pia yupo miongoni mwa nyota waongoza njia kwenye kikosi cha Stellenbosch. Ingawaje katika michezo hii hakucheza kwa sababu ya kupick injury. Aliumia huyu katika mchezo wa ligi. Kwa hiyo amekosekana katika mchezo dhidi ya Zamalek. Sasa sijui dhidi ya Simba itakuwa amerudi au la. Mwingine ni Ismail Oliver Ture. Ismail Oliver Ture. Huyu ni mlinzi ambaye na yeye katika ile Marumo Gallants ambayo walicheza na Young Africans akiwa sambamba na Lesi Banku. Huyu ndo alikuwa defender wakati wa Marumo Gallants. Jina la utani la Marumo Gallants ni Bahlabane Bantwa the Soldiers. Kwa hiyo naye mwamba alikuwepo mchezo dhidi ya klabu Zamalek. Amezima vizuri mno na kuwazuia Zamalek wasipate bao. Yule mshambuliaji wao Zamalek Seferdin Jazir alikuwa chini ya wakati mgumu kupitia Ismail Ture ambaye walimsajili pia alivyo kutoka kwenye kikosi cha Marumo Gallants ambacho kimeshuka daraja. Kwa hiyo hawa ni nyota watatu waongoza njia katika kikosi cha Stellenbosch. Wapo wengine wengi akina Ashley Kupido yupo na wengine, lakini hawa ndio wale waongoza njia moja kwa moja wa kikosi cha Stellenbosch. Hivyo basi Stellenbosch ni timu nzuri, ni timu bora katika kandanda ya Afrika Kusini na katika anga la kimataifa wanazidi kufanya vizuri kwa maana ya kwenda mbali. Na hii huenda ikachagiza kwa mmiliki wa timu hii Johan Rupert's family akaanza kuwekeza kiwango kikubwa cha fedha kutokana na hiki ambacho amekionyesha. Ilianzishwa tu kama timu ya kutoa platform kwa wachezaji wa ndani ya Cape Town na maeneo ya karibu na hapo na pamoja na manispaa ya Stellenbosch, lakini kwa namna ambavyo wamefika hatua ya nusu finali kwenye msimu wao wa kwanza, huenda ikasukuma ndani ya nchi hii ya Afrika Kusini wanaweza kuongeza nguvu. Sasa basi Stellenbosch kuna Mtanzania amewahi kucheza hapa. Huyu ni Ali Msengi. Mtanzania Ali Msengi. Ali Msengi ni kiungo ambaye itakumbukwa alikuwepo kwenye ile Serengeti Boys ya mwaka 2017 ya kina Dickson Job, Abduli Sopu, Kibabage na kadhalika. Na yeye alikuwepo katika safu ya kiungo. Huyu anacheza JKT Tanzania. Ali Msengi ni mchezaji ambaye amepitia pia kwenye kikosi hiki cha Stellenbosch. Kwa hiyo hii ndio the Starlies Stellenbosch kwa namna ambavyo tumeweza kuielezea timu hii. Hapana shaka kuna picha kubwa umeipata juu ya miamba hii, lakini bado kuna mwendelezo wa series nyingi zitaendelea mpaka siku ya mechi ya kwanza na mechi ya pili. Mimi ni Ghario Mzinga na hii ni Mzinga Sports. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare. Mpaka wakati mwingine.